msaidizi mwandamizi wa Jeshi la Polisi Augustine Msenga, kamanda wa polisi mkoa wa Songwe. Napenda kutoa taarifa kwa umma kwa matukio mawili ya kihalifu yaliyotokea mwezi huu hapa katika mkoa wetu wa Songwe, kwamba Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe linatoa taarifa ya tukio la unyang'anyi wa kutumia silaha lililotokea tarehe 4 Februari 2026 majira ya saa 4 asubuhi katika eneo la Kisimani, mtaa wa Unyamwanga, kata ya Tunduma, ambayo ipo katika wilaya yetu ya Momba, mkoa huu wa Songwe. Tukio hilo lilimhusisha Bwana Yengo Mwaipina, mkazi wa Sogea wa wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe. Alishambuliwa na watu watatu ambao hawakuweza kufahamika mara moja, akiwa njiani kutoka benki ya NBC Tunduma, ambapo alikwenda kuchukua pesa. Washambuliaji hawa au wahalifu hao walimfyatulia risasi ambayo mpaka sasa tutajua ni risasi, kwa sababu tujapata maganda ni risasi aina gani, lakini majeraha yale yanaonyesha ni risasi, na kumsababishia jeraha kiunoni upande wa kushoto na kumnyang'anya pesa shilingi milioni 54 za Kitanzania. Muhanga baada ya tukio hilo alikimbizwa katika kituo cha afya Tunduma, ambapo walipatiwa matibabu ya awali na baadaye kuhamishiwa katika hospitali ya mkoa, hospitali ya rufaa iliyopo mji wa Vwawa kwa matibabu zaidi. Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe baada ya taarifa hilo lilifika katika eneo la tukio kwa ajili ya uchunguzi. Sambamba na upelelezi huo, tutaendelea na msako mkubwa kuwabaini na kuwakamata watuhumiwa wote waliohusika katika tukio hilo. Kutoa taarifa tukio jingine lililotokea tarehe 1 mwezi wa 2 2026 saa 7 mchana katika maeneo ya mto Itemba, kijiji cha Rukululu, kata ya Mlangari, tarafa ya Iyula, wilaya ya Mbozi hapa mkoani kwetu. Na katika tukio hilo lilimhusisha Felix Kares mwenye umri wa miaka 54, mkulima mkazi wa kijiji cha Rukululu, wilaya ya Mbozi kama nilivyosema. Alikutwa akiwa amefariki dunia, huku mwili wake ukiwa umefukiwa na kifusi pembeni mwa mto Itemba. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa chanzo cha kifo hicho cha huyu bariaji ulisababishwa na kufukiwa na kifusi ambapo alikuwa kichimba kutafuta madini aina ya dhahabu, hali iliyopelekea kifusi hicho kuporomoka na kumfukia kabisa na kusababisha kifo chake. Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe tunapenda kutoa wito kwa wananchi kuacha kujihusisha na shughuli za uchimbaji madini kiholela na bila kufuata taratibu za kiusalama, kwani shughuli hizo ni hatarishi za kusababisha maafa kama alivyotokea kwa mwenzetu. Lakini pia tunatoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za kihalifu na wahalifu, hasa kwa tukio hili ambalo limeweza kutokea la unyang'anyi wa kutumia silaha, ili tuweze kuwabaini hao waliofanya tukio hilo. Lakini kumbuka kwamba eneo hilo la Kisimani ni eneo ambalo liko busy, eneo la kibiashara, kuna shughuli nyingi za kiuchumi pale. Wananchi pia waanze kuchukua tahadhari wao wenyewe wanapoona wageni katika maeneo haya ambao wafahamu, si wafanya biashara waliowazoea, basi taarifa ziji na polisi kata katika maeneo hayo, tujulishe mapema kwa tukio hili na hata matukio mengine, ili kwa pamoja basi tuweze kupambana na wahalifu na mji wetu wa Tunduma pamoja na mkoa kwa jumla uendelee kuwa salama.